Serikali imechukua hatua madhubuti ya kuimarisha sekta ya kilimo kama ilivyoelezwa na waziri pale, ili kuongeza uzalishaji, kuhakikisha usalama wa chakula na kukuza kilimo biashara. Lakini pamoja na hatua hizo, bado sekta ya kilimo kwa sasa inakuwa kwa 4.2% mpaka mwaka jana 2024. Tunategemea kidogo mwaka huu kwa 5%, na miaka inavyokwenda tutakwenda kukua kila miaka inavyopita. Lengo letu ni kuifanya sekta hii, kwa sasa inachangia kama 26% hivi ya pato la taifa mpaka takwimu za mwaka jana. Sasa lengo letu ni kuifanya sekta hii kuwe kwa 10% ili iwe na mchango mkubwa zaidi kwenye pato la taifa. Swali sasa hapa ni je, baada ya kuanzishwa kwa benki ya ushirika ni nini kinahitajika ili ushirika uwe nyenzo ya kuharakisha utekelezaji wa malengo haya niliyoyataja? Hapa maeneo kadhaa au yapo maeneo kadhaa ambayo inabidi kuangalia kwa karibu, na hata hapa nitagusia matatu makubwa. La kwanza, kujenga ushirika imara. Nilikuwa namsikiliza vizuri Makwi alosoma shairi, alotuambia historia ya ushirika lakini kwa shairi. Nikasikiliza historia yote ile ya ushirika, ups and downs, lakini kwa uelewa wangu miaka labda 20, 15 nyuma, 30, ushirika haukuwa unafanya vizuri kabisa. Na wale walokuwa hawana imani sana na ushirika, mimi nilikuwa mmoja wapo, so Bashe peke yake. Nilikuwa naona kama ushirika ni chaka la wizi, na nadhani siku nilozungumza nanyi Ikulu nilisema hivyo. Nendeni mkabadilike, ushirika mna sifa mbaya. Lakini jinsi tunavyokwenda, viongozi wapya kuingia, mifumo kubadilishwa, hili kubadilishwa, ushirika sasa umesimama vizuri. Umesimama vizuri kiasi ambacho unazidi kunipa hamu nifanye zaidi kusaidia maendeleo ya ushirika nchini. Kwa hiyo kwa wale viongozi wanaohusika na ushirika, tume ya ushirika na wengine, nendeni kasimamieni ushirika uwe imara zaidi, ushirika ambao unaweza kufanya mambo makubwa wenyewe. Nakumbuka mwaka nadhani kwa 2018 nilifanya ziara Shinyanga. Pofika Shinyanga, kuzungumza, kuna bwana ambaye sasa hivi ni mbunge anaitwa Cherehani. Alikuwa ni mwenyekiti wa ushirika kule Shinyanga. Yupo mwenyewe yule pale. Alikuja kuniona akaniambia, Mheshimiwa Makamu wa Rais, sisi wana ushirika tunacheleweshwa kupata mbegu, tunacheleweshwa kupata pembejeo, kupata mbolea, kupata nini. Tupeni ruhusa, sisi tuna pesa yetu, tuagize wenyewe. Nikamuuliza, kwani bwana mkubwa kikwazo kiko wapi? Akanambia huko tume ya ushirika huko. Wamebana, hawataki tuagize wenyewe, lazima watuagizie wao. Na wakituagizia wao, vinakuja mbegu feki, mbolea haifanyi kazi, sijui vitu gani vinachelewa. Kwa hiyo wanatuvuruga. Leo nashukuru tumefika hapa. Benki ipo, kakopeni vyama vikuu vya ushirika, muelewane na tume ya ushirika, muagize mahitaji yenu jinsi mnavyotaka, kwa sababu pesa mtakuwa mnayo. Lakini jengine niseme, muwe wabunifu kwa kutanua wigo wa huduma zenu kwa kuhakikisha mnahamasisha wanaoshirika kujiunga kwenye mfuko. Nimeambiwa kuna bima ambao pia itakuwa zinatolewa na nini, lakini wakulima hawa pamoja na bima za afya, nguvu zinakwenda kuisha jinsi wanavyotumika. Kwa hiyo fanyieni mpango, zungumzeni na mifuko ya hifadhi ya jamii waweze kuunganishwa huko, pia waunganishwe huko, wajiwekee akiba, nguvu zikimalizika akiba yao waikute kule. Nadhani pia inawezekana kama moja njia ya ubunifu
ya kuwasaidia wakulima.